Ismail Tule. Huyo alikuwa South Africa. Stellenbosch ni mlinzi wa kati, lakini pia alienda Uarabuni. Baada ya kwenda Uarabuni, this time yupo Simba. Unaweza ukaelewa ni kwa nini usajili umefanyika, japokuwa mimi binafsi sikuona kama kuna haja ya usajili kufanyika. Kocha wa Simba Steve ni kocha ambaye amefanya kazi na mchezaji wa Stellenbosch. Wakati ule alikuwa Moloisane, alikuwa Tule, kuna yule bwana mdogo ameenda Sundowns sasa hivi, kuna yule fullback aitwa Kazie. Hao ni walikuwa ni wachezaji ambao wanatengeneza ule muundo ama mstari wa ulinzi kwa upande wa Stellenbosch. Lakini pia kumleta mchezaji ambaye umefanya naye kazi, tunasema kuna bond kati ya manager ama kocha pamoja na mchezaji. So mwalimu anajua nini anahitaji, na baada ya ujio mchezaji anajua ni kitu gani ambacho kitapatikana ndani ya timu. Cha muhimu nafikiri nilikuwa nazungumza hata kwenye Crown Sport kwamba timu zibadilishe aina ya ama namna ambavyo zinafanya usajili. Mimi napenda anaheshimu makocha anapokuwa anatoa mapendekezo, lakini uongozi lazima uwe na sehemu ya watu ambao wanaweza akadiscuss hivi vitu kiufundi na walimu. Unanielewa? Leo hii na mheshimu CEO wa Simba, sawa, lakini binafsi sioni kama ni amebobea kiasi hicho kwenye technical operation za ndani ya uwanja. Unanielewa? Kuna viongozi wa Simba pale wana uzoefu na nini, lakini unawezekana ni watu wachache ambao wana uwezo mkubwa wa kunegotiate kwa kufanya mazungumzo ya kiufundi na mwalimu kwamba kwa nini namtaka huyu mchezaji. Of course si tuna huyu, kwani huyu ana room ya kuimprove. Unanielewa? Mwalimu anakuwa na nguvu kwa sababu akiangalia watu waliopo, hamna mtu ambaye anaweza kufanya discussion ya kiufundi akafikia mwafaka. That's why huwa na suggest kwamba ni muhimu kuwa na technical directors ama sporting directors. Hawa watu wana umuhimu. Sisi hatutaki ni kwa sababu hawa watu watakuja kuziba mirija ya upigaji ndani hizi timu. Lakini unapowapata hawa watu watafanya timu iende vile ambavyo inatakiwa kwenda. Hatutaki sasa, lakini ipo siku naamini tutafika kwenye hii stage na tutaendesha hizi taasisi kwa namna ambavyo inatakiwa. Lakini taasisi karibia zote nchini za michezo, especially kwenye football, haziendeshwi vile ambavyo inatakiwa. Yes, haziendeshwi vile ambavyo inatakiwa. Inawezekana wanapata matokeo, watakwambia wewe bwana mdogo, Simba tunashinda mataji tunapata matokeo. Unaweza kuwa nenda vitu unavifanya, unafanya michakato yako, harakati zako, mambo yanaenda, lakini njia unayotumia sio rasmi ama sio sawa, lakini kuna siku itafika utakwama. Unanielewa? Angalia sajili ambazo wamezifanya Young Africans, dirisha kubwa, ngapi zimeshindwa kukubali. Angalia sajili ambazo wamezifanya Simba, ni sajili nzuri unaambiwa sawa, lakini alipendekeza mwalimu fulani, leo ngoja mwalimu mwingine anataka wachezaji wengine. Unaona ni sawa? Kwa kama leo Simba kiachana na mwalimu labda baada ya miezi 2-3 wakileta kocha mwingine, atataka wachezaji wake, itakuwa ni taasisi ambayo kila msimu inaleta wachezaji 10-6-7 kweli? Haya, wewe ndio unatoa fedha, utakubaliana hayo mambo? Kuna shida. Yeah. Kwa anatakiwa afanye nini? Nimesema hapo awali ni kuleta watu ambao wana uwezo wa kufanya debate. Na wewe unaona kwa upande wa klabu ya Simba wanaweza sio Simba tu, timu zote kwenye ligi yetu zinatakiwa kuendeshwa hivyo. Haya mahitaji si ya Simba, ni timu zote kwenye ligi yetu. Unanielewa? Hawa watu watakupunguza kwanza, watakusaidia kumanage risk. Unanielewa? Usajili ndio watu wanasema ni risk, lakini unapokuwa na watu wanakusaidia kupunguza, kuimanage. Inawezekana kwenye biashara yako hasara, unaweza kufanya biashara ukapata labda hasara ya milioni 10. Lakini ukaleta wataalamu wa kibiashara kuja kushauri wewe pale, katika majadiliano yenu na kuendesha kwenu shughuli, hasara ikapungua, ikafika kwenye milioni 10 ikaja milioni 6 au milioni 4. Kuna kitu hapo kimefanyika chanya. Unanielewa? So they need to fix it. Vinginevyo haya mambo yataendelea na hata kuwa na mwisho. Tumwangalie Nixon Kibabage tukia Singida Black Stars hadi Unyamani mtaa ya Msimbazi pale Kariakoo, na Singida wametoa taarifa kwamba wamempeleka bure kabisa katika klabu hiyo ya chini. Hii ni kaji. Mchezaji anaenda bure tena katika klabu kubwa kabisa hiyo ya Simba. Mchezaji kwenda bure sio shida.
inategemeana na mkataba wa mchezaji. Mchezaji si anaweza kamaliza mkataba na timu akaenda kujiunga na timu fulani bure, lakini anakuwa ametokea timu fulani, unanielewa? Changamoto ni pale ambapo mchezaji ana mkataba, anaondokaje bure? Kama mmekubaliana kuvunja mkataba kwa mutual agreement, it's okay. Mkishavunja mkataba, mchezaji tena sio wako, ni free agent, unanielewa? Lakini kama mchezaji ana mkataba, hawezi kuondoka bure. Kwa hiyo pia hapo kuna shida ya taarifa, kuna changamoto. Kuna nini hapo katikati? Mimi sitaki kuzungumza sana kuna nini, lakini I think kuna shida. Yaani ni taasisi lazima zijifanyie tathmini ya kina kiukweli. Singida Black Stars, I'm not so sure ni nini ambacho wamekitarget, but sioni vision ya Singida Black Stars. Ya sioni, binafsi mimi sioni. I think wanaweza kawa na mission kwa wakati huu, labda wanataka kufanya kitu hiki, lakini vision kwa maana ya maono huko anakoelekea, I don't see it. Na nasema hivi kwa sababu ni Singida ambayo imeswitch zaidi ya mara 3 kama sikosei, kutoka kuwa Singida United, Singida Fountain Gate mpaka Singida Black Stars. Huwezi kuona, yani uoni longevity ya taasisi. Inawezekana wao wana malengo yao, lakini ndio hiyo ambavyo wana operate taasisi inakupa mashaka. Na mpira, nawaambiaga tu kila siku, mpira football ni kama science. Umenielewa? Science haina ujanja, science haina shortcut. Ukimesa kwenye kufanya majaribio, majibu ambayo yatatokea pale utaona tu kuna sehemu umefanya makosa. Ndio kinachotokea kwenye football. Kuna sehemu ukifanya ujanja huwezi kufikia kwenye mafanikio unayoyahitaji. Kuna sehemu utakumbusha tu kuna hatua uliruka, unatakiwa urudi pale ukaanza upya. Ndio kitu ambacho kinawakuta Singida. Simba wamesajili golikipa. Jibrila Kasari. Yeah. Na yupo ndani ya kikosi cha Simba kuelekea huko Tunisia kwa ajili ya mchezo huo wa kimataifa. Na ulisema kwamba Simba ina haja ya kusajili golikipa. Lakini hapo tunaanzia Simba wana golikipa yule Musa Kamara ambaye yupo majeruhi. Na klabu itakuwa kuwa na magolikipa wawili wa kigeni. Ujio wa huyu golikipa, je, ni ujio wa kumfundisha golikipa huyu Musa Kamara? Simba nilisema haina haja ya kusajili golikipa kwa sababu zifuatazo. Moja, taarifa zinasema kuna uwezekano mkubwa Pinpin akarejea mwezi Februari. Wa pili, huu ni mwezi wa kwanza na tuko mwishoni. Binafsi nilikuwa naamini Hussein Abela angeweza kukidhi mahitaji mpaka mwezi wa pili. Unanielewa? Lakini Simba kuna haja gani ya kuwa na timu za vijana alafu waamini vijana wao? Alexander Elasto naye yupo ndani ya kikosi cha Simba. Of course, tayari una watu wawili kwenye hiyo position. Unanielewa? Ongeza kijana mwingine wa watu watatu mpaka mwezi February. Kuna possibility ya Pinpin kurudi. Atafanyaje? Atacheza. Inawezekana. Mashindano makubwa. Kwa nani astahili kucheza mashindano makubwa? Watu wanakosea. Hakuna mtu ambaye astahili kucheza mashindano makubwa. Hussein Abeli astahili kucheza mashindano makubwa. So unakuja kwenye klabu kubwa na astahili kucheza mashindano makubwa. Perception, mitazamo ambao watu wanaitengeneza. Umenielewa? Na mimi nikiwa Hussein Abeli kwenye situation iliyopo kwa sasa mpaka Simba, mkataba wangu unapotamatika, huna haja kuendelea kubaki kwenye hiyo timu. Nafasi yako kucheza haipo. Kwa nini? Haipo kwa sababu uaminiwi. Unanielewa? Mtu anakuambia mchezaji hana experience, hajacheza muda mrefu. Of course, kuto kucheza muda mrefu, kwa unataka endelee kuto kucheza muda mrefu. Lini atacheza sasa? Wachezaji wanatakiwa wacheze. Yaani sisi tunatengenezaga nadharia fake na nachukia kwa sababu tumetengeneza, yani kuna mabox mawili ambayo sisi tunayo. Kuna mchezaji ambaye hata watu wakimpenda hata sipocheza muda mrefu, siku akirudi atakwambia huyu anatakiwa ingia afanyaje acheze. Kuna wachezaji hao wakina Hussein Abel ni kwa sababu si wachezaji labda vipenzi na population ama umati wa mashabiki wanashindwa kumbaka mchezaji, na viongozi wenyewe wanajia kwenye boti hiyo hiyo, huyu bwana hatuna imani naye. That is nonsense. Kwa mimi siungani
Sio kila sehemu unatakiwa usajili tu, kila position usajili tu. Sajili kwa mahitaji. Sajili kwa mahitaji ndio kitu cha msingi. Usipoteze pesa kwenda kuchukua wachezaji wengi, alafu mwisho wa siku what if Pimpin kama anarejea anakuwa sawa, maana yake anatakiwa mvunjie mkataba, amlipe fedha zake, au endelee kumlipa mchezaji ambaye achezi. Haiwezekani kuwa na magolikipa wawili wa kigeni. Sijui. Kwa hiyo mimi siungani na hilo na nitaendelea kutokuungana na hilo kiukweli. Hujakubaliana kabisa na kusajiliwa kwa golikipa? Siungani na hilo jambo. Mimi siwezi kusupport vitu kama hivyo. Kabisa. Tumalizie, klabu ya Simba imesafiri leo alfajiri kuelekea Tunisia kwa ajili ya mashindano haya ya kimataifa. Wachezaji wote waliosajiliwa wameenda. Je, Simba atamkabili vipi Esperance Tunisia katika mashindano haya ya kimataifa? Kocha anatakiwa kuingia na mfumo gani? Ni mechi tight kidogo. Unajua kwenda na wachezaji wote uliowasajili ile tafsiri kwamba unaenda kushinda mechi. Na unaweza kwenda na wachezaji wale ambao walikuwa wanawatumia kwenye mechi ya kwanza PS kupe taswira kama wewe unaweza kushinda hiyo mechi. Cha msingi ni maandalizi, lakini pia siwezi kusema mfumo gani anaweza kautumia. We are talking about systems. Lakini system peke yake haishindi mechi. Mifumo haishindi mechi. Wanaoshinda mechi ni wachezaji. Jambo la msingi kwa upande wa Simba nafikiri ni maandalizi na kujua Esperance ni timu ya namna gani. Of course siku mbili zilizopita walicheza na Monastir na walipoteza huo mchezo. Lakini ukaelewa kwa focus yao kubwa pia ni mchezo huo dhidi ya Simba. Ni Esperance mbili tofauti. Esperance msimu miwili iliyopita ni tofauti na Esperance msimu huu. Of course msimu huu kuna kitu kimepungua kwa upande wao na nafikiri baada pia kuondoka Miguel Cardoso ambaye alijiunga na Sundown, of course alipoteza moja kati ya key factor ya msingi sana ndani ya timu yao. Ni kocha of course acheze, lakini ni sehemu ya mafanikio ama alikuwa sehemu ya mafanikio Esperance mpaka pale walipofikia. So cha muhimu ni maandalizi. System it will depend na mwalimu nini anahitaji, wapinzani wanacheza vipi, kwa sababu nikutaja hapa system, mimi ni mtaalamu sana kwenye mambo, nitakuwa na kuongopea kwa sababu unaweza kutaja hii system na system huwa zinabadilika kutokana na phase ya mchezo. System hazijafanana. System shapes hivi vitu vinabadilika kwa sababu ya kuzingatia situation ama phase ya mchezo. Mchezo upo kwenye phase ipi, system inatakiwa kuwa ipi, shapes zinatakiwa kuwa zipi. Mchezo upo kwenye phase ipi na phase zipo 5. Kwa hiyo unaweza kutaja system hii lakini timu inabadilika kwenye phase zote 5. Kwa system haiwezi kuwa hii, zitabadilika tu. Unanielewa? Lakini cha msingi unapoelekea kwenye michezo ni maandalizi. How do you prepare kwenda kucheza huo mchezo? Lakini pia nazungumzia maandalizi ya kimwili na kiakili, kimbinu na kiufundi, kisaikolojia pia. Mechi kama hizo unaweza win match kwa kuandaa wachezaji kisaikolojia. Kwenye eneo la psychology. Kwa nafikiri hilo ndio jambo la msingi kwa Simba. Simba utaiona ikipata matokeo dhidi ya Tunisia. Of course narudia pale kwenye maandalizi. Ukifanya maandalizi yaliyokuwa bora, chochote kinawezekana. Maandalizi ukakopi na kwenda kupaste kile ambacho umeki apply kwenye maandalizi, lolote linaweza likawezekana. Lakini kama maandalizi yako sio mazuri, lakini pia umeapproach mechi vibaya, unaweza kupoteza mchezo.